Rais wa Marekani amejipa wiki mbili kutazama namna gani mzozo kati ya Iran na Israel unavyoendelea, na amesema kwamba ni wakati ambapo anahisi kutakuwa na mazungumzo, lakini kumbe ni kutokana na vigingi alivyowekewa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Rais wa Urusi Bwana Putin anaongeza vigingi. Ametoa onyo kali kwa rais huyo wa Marekani Donald Trump juu ya kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Urusi imetoa onyo kali huku kukiwa na ongezeko la vita kati ya Israel na Iran, ikiashiria uingiliaji kati katika mzozo huo ambao unaendelea. Ikulu ya Kremlin imeripotiwa kutuma maonyo ya moja kwa moja, kwanza kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia na kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye wakati huu alitaka kutuma majeshi yake pamoja na makombora ya aina tofauti tofauti kuishambulia Iran, hasa eneo lake la Fordo kwa kutumia ndege za B-2. Lakini rais huyo wa Urusi Bwana Putin, wakati akizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, inadaiwa alielezwa ukweli kwamba hapaswi kuingilia kati mzozo huo, na ndio sababu ya Bwana Donald Trump kusema kwamba wakati huu yupo tayari kujipa wiki mbili kuangalia ni jinsi gani mzozo huu unaendelea. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alimweleza rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba yeye yupo tayari na ana uwezo wa kutatua mzozo huo wa Mashariki ya Kati, huku rais wa Marekani Donald Trump akimwambia autatue kwanza mzozo wake na Ukraine. Lakini jambo la mwisho ni kile rais wa Urusi Vladimir Putin alichomwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba asithubutu kuingiza majeshi yake na kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, Urusi kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imeweka wazi msimamo na kusema Israel haikuwa na haki ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, lakini pia haikuwa na haki ya kufanya mabadiliko ya serikali nchini Iran. Israel haina uhalali wa kujaribu kuleta mabadiliko ya serikali nchini Iran kupitia kampeni yake ya kulipua mabomu, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova, ambaye alizungumza na shirika la habari la RT la nchini Urusi. Wafuasi wa Yerusalemu Magharibi, hususan kwa urahisi kuhusu kanuni za kisheria na kimaadili wanazodai kutetea wakati wanapoitwa kuunga mkono serikali ya Kiyahudi, anasema kwamba hawana nafasi wala hawana sababu za kutaka kuishambulia Israel, isipokuwa tu ni kile ambacho wanaona kwamba Iran imefikia hatua ambayo ina uwezo wa kufanya mapambano na kuwa kiongozi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kiasi kwamba nchi za Magharibi zitakuwa tena zimepoteza. Israel ilizindua mfululizo wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Iran siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, ikidai kuwa Tehran ilikuwa ikikaribia kupata silaha za nyuklia, lengo ambalo Tehran imekanusha mara kwa mara kutekeleza. Jamhuri hiyo ya Kiislamu ilijibu kwa msururu wa makombora ya aina tofauti tofauti, na mataifa hayo mawili yamekuwa kibadilishana makombora tangu wakati huo. Iran imefanya kosa gani? Inalipuliwa kwa ajili gani? Zakharova alimuuliza mwandishi wa habari akijibu swali kuhusu uhasama unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Israel inasema haipendi utawala wa Iran, utawala wa kisiasa. Zakharova alisema, akisisitiza kwamba hii haitoi Yerusalemu Magharibi haki ya kushambulia taifa jingine, iwe unapenda serikali au hupendi. Ikiwa haikushambulii, hakuna haki ya kubadilisha serikali hiyo, alisema. Mpango wa nyuklia wa Iran ambao Israel inauonyesha kuwa chanzo cha wasiwasi mkubwa ni suala la kisheria za kimataifa na diplomasia kushughulikia, msemaji huyo alidokeza, akiongeza kuwa masuala yoyote yanayohusiana na jambo hilo hutatuliwa na jumuiya ya kimataifa, lakini sio swala la taifa moja kufanya shambulizi katika taifa jingine kwa lengo la kuondoa mifumo ya nyuklia ya taifa hilo. Israel pia imeshindwa kuthibitisha kwamba kulikuwa na tisho lolote la mara kwa mara kutoka Tehran, Zakharova alieleza, na wakati huu akisema kwamba tumesikia taarifa nyingi kutoka kwa Israel kwamba zina uthibitisho kwamba Iran iko hatua moja kabla ya kuunda silaha za maangamizi makubwa. Kwa nini hawawezi kuonyesha hati hizo? Aliuliza, akionyesha mashaka juu ya kama kuna ushahidi wowote huo. Hata hivyo, alielezea kuhusu kauli iliyotolewa na mkuu wa IAEA ambaye amethibitisha kwamba Iran haikuwa na mpango wa kutengeneza silaha ya nyuklia. Lakini pia wachambuzi wa mambo
wameeleza juu ya hili wakisema kwamba vita inayoendelea kati ya Israel pamoja na Iran si suala la nyuklia, isipokuwa tu kuna mambo mengine ambayo yamefanyika hapo nyuma ndio ambayo yanaifanya Israel kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini haikutaka kueleza ukweli. Vita hivi vinachukuliwa kuanzia mwaka 2023 baada ya mashambulizi ya Hamas huko nchini Israel, na shambulizi hili liliipa udhaifu serikali ya Israel pamoja na Marekani baada ya vifo vya watu zaidi ya 12,000 na majeruhi wengi, lakini pia kutekwa nyara kwa zaidi ya watu 250. Hii ilikuwa ni aibu sana, huku wakihisi kwamba ni Iran ambayo iliapa makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na Hamas ya nchini Palestina, lakini pia kundi la Hizbullah la Lebanon pamoja na kundi la wapiganaji, kundi gumu kuliko makundi yote, kundi la Wahouthi wa Yemen ambalo wamepigana nalo kwa muda mrefu bila mafanikio ya aina yoyote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.